Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashukuru sana. Sasa sisi kama ilivyozungumzwa, mada yetu ni hiyo, nafasi ya sekta binafsi katika kujenga uchumi, dira ya 2050. Sasa Bwana Kafulila amezungumza vizuri sana, na kwa kweli mimi nitazungumza katika maeneo matatu. Eneo la kwanza, tutafafanua kidogo sekta binafsi ni nini. Halafu tutazungumza vile vile kidogo mchango wa sekta binafsi ni upi, na tutazungumza katika maeneo mawili au matatu: zamani, sasa hivi na baadaye. Halafu tatu na mwisho, tutaainisha maeneo ambayo tunafikiri tukifika 2050 ni muhimu sana kuhakikisha kwamba sekta binafsi imekuwa katika maeneo hayo, na huo ndio utakuwa more or less mwisho wa mazungumzo yetu. Kwa mimi na kama dakika 15 hivi, dakika 15. Kwa hiyo kwanza, sekta binafsi ni nini? Sasa kwa ujumla kabisa, ingekuwa hatuko Tanzania tukisema sekta binafsi, tunaifafanua kama ni sekta kubwa zaidi ya kiuchumi ambayo inajumuisha shughuli zote zenye kulenga faida na biashara, ikiwa ni pamoja na makampuni. Makampuni haya tunayajua ya kawaida, makampuni kama kampuni yetu ya ulinzi ni sekta binafsi, Kama nyinyi mna makampuni yenu mmefungua ya biashara, hizo zote ni sekta binafsi. Kwa hiyo moja ni makampuni, lakini vile vile ni vikundi vya kitaaluma vya wafanyakazi. Yaani kwa mfano kikundi cha mainjinia Tanzania, kikundi cha walimu wa madrasa Tanzania, kikundi cha mashehe Tanzania, kikundi cha wakulima. Vyote hivi ni vikundi private sector organizations, navyo ni katika sekta binafsi. Vyama vya wafanyakazi, trade unions, nayo ni sekta binafsi vile vile. Na vile vile kuna mitandao ya kibinafsi, private networks, ambazo ni nyingi sana vile vile. Hizi pia ni private sector. Umuhimu wake hawa wote ni katika maeneo mawili tu. La kwanza ni ujuzi, na hili hatulijui sana, kwamba ukiweza kufanya survey ya ujuzi wa nchi hii yote, utaona kwamba watu wengi wanaojua vitu wako private sector. Public sector kuna. Kwa hiyo ukitaka kujua hodhi kubwa ya ujuzi wa chochote kile, miaka kama 15 iliyopita mimi nilikuwa nimeanza kulima, na nikitaka kuweka drip irrigation. Sasa hivi drip irrigation kila mtu anajua drip irrigation, lakini miaka hiyo ilikuwa nafikia around 2000 hivi, 2001. Drip irrigation nilipata shida sana hapa kuipata. Nikazunguka, baadaye nikaamba kuna chuo kimoja cha Technical College Arusha. Nikamtafuta mkuu wa chuo pale, bwana mmoja anaitwa Dr. nani yule, hakuweza kunisaidia. Kwa hiyo nikatoka hapa, nilikuwa na safari ya Nairobi, nimetoka kwenye saa 10 hivi, 11 nishafika Nairobi. By 12 kamili niko ndani ya hoteli. Nikaingia kwenye internet saa hiyo, nika search drip irrigation Nairobi, nikapata orodha ya watu kama 6 hivi na simu zao. Kama utaleta kiasi hiki cha fedha, siku yako ya kusafiri, mzigo huu unaweza kurudi nao Dar es Salaam, na mimi nitakuja shambani kwako kusaidia kufunga.
Kwa hiyo unaona tofauti kati ya public sector na private sector. Yaani watu wa private sector wana ujuzi mkubwa sana kuliko watu wa public sector. Si hapa tu, hata nje ya nchi. Kwa hiyo mtaji mmoja mkubwa wa private sector ni technical competence and knowledge. Hili ni eneo kubwa sana la uchangiaji katika uchumi. Lakini hata ujuzi wa mada za kawaida tu, private sector wana ujuzi mkubwa kuliko public sector. Pamoja na kwamba public sector wanakuambia sisi tunajua, wana vyuo vikubwa sana, lakini ujuzi bado uko private sector. Sasa pamoja na hao tuliowataja, labda tuongeze vile vile kwamba private sector inajumuisha pia wakulima wetu wadogo wa sekta binafsi. Sasa ukishasema na wakulima wadogo ni wazi kwamba kwa tafsiri hii Tanzania kwa asilimia kubwa sana bado inatawaliwa na sekta binafsi. Forget about what you read in school. Kule shule umesoma uti wa mgongo wa nchi si nini. Si kweli kwamba public sector ndio manage uchumi wa nchi hii. Ukitazama uchumi wa nchi hii, sehemu kubwa tangu enzi za Mwalimu Nyerere ilikuwa ni private sector. Ile 67 alitaifisha, na kwa kweli kwa sehemu kubwa ukitazama sasa hivi ni kama vile alitutia umaskini sana miezi ile. Kwa sababu sasa hivi tumerudi nyuma, tumerudi tena kwenye private sector ile tulikuwa tunaikimbia zamani. Kwa hiyo mimi bado nasema kwamba private sector ndiyo msingi wa uchumi wa nchi hii tangu zamani mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwa ufupi, hiyo ndio tafsiri ya private sector in terms of economics. Sasa kazi yake ni nini private sector? Private sector inasukuma maendeleo ya kiuchumi. Inasukumaje maendeleo ya kiuchumi? Nisikia Bwana Kafulea alizungumza maeneo kadhaa hapa, nitayapitia tena kidogo. Eneo la kwanza ambayo sekta za binafsi inachangia ni ukuzaji wa ajira. Sasa leo asubuhi nimepata data mimi kidogo hapa ya ajira za Tanzania. Hii ni NBS 2025 July. NBS wanasema formal employment Tanzania sasa hivi ni 473,887. Private sector ni 2,853,566. Ukichukua hiyo private sector ukigawanya na total utapata karibu asilimia 72. Asilimia 72 maana yake nini? Maana yake kwamba watu wanaoajiri watu wengi katika nchi hii sasa hivi ni private sector, sio public sector. Public sector of course wana magari mengi na nini na fujo zile za kawaida, lakini si waajiri wakubwa. Waajiri wakubwa bado ni private sector. Kwa hiyo na hili haliwezi kubadilika. Going forward another 30 years bado private sector itakuwa ndio msingi wa ajira wa nchi hii. Sasa nilikuwa naangalia hizi data kidogo. Ukiangalia kwa mikoa hapa kwa sekta utaona ajira kubwa iko katika uzalishaji, manufacturing,